Yes, karibuni sana wote ambao mnasikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Tuko majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni ndugu yenu hapa, the one and all in town, DJP, baba la baba, mzee wa Ngwasuma, ambaye niko kurushia haya matangazo. Nafikiri ni wakati mwingine mzuri ambako wote kwa pamoja tunaungana na kuweza kufanya kile ambacho tunastahili tufanye. Tuko siku ya 6, ya tarehe 6 za mwezi wa 12 2025. Nafikiri tunakuwa tuko na kawaida ya kufanya kitu tofauti siku ya leo na siku ya Jumapili pia. Na hii yote ni kwa sababu ya uwepo wenu nyinyi ambao mko mnatupa nguvu ya pamoja na kuendelea. Lakini nitakuletea vitu vigumu kumeza ambavyo wengi wako wanavizungumzia tofauti sana. Hii ni kutoka tu kwenye uwanja wa mapigano. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuasimia responsibility, tukubali nini ambacho tuko tunafanya na tunaenda wapi. Hiyo sikuweza kugusia kiundani la kuhusiana na akoro ya Tazini ya Washington, lakini pia kuna akoro ambayo ilifanyika ya kibiashara ya kiulinzi kati ya Kongo pamoja na serikali ya Marekani. So nitakuja kukuonyesha hizo fact pia. Ni jambo la heri kujua kwamba baada ya akoro ya Tazini na ya Kongo na Rwanda kule Tazini Washington, pia kuna akoro ya security kati ya RDC pamoja na serikali ya Marekani. Nini ambacho kimefanyika huko ndani? So tuungane wote kwa pamoja ili tuweze kuendelea kupata kile ambacho labda ni ngumu kukipata sehemu nyingine. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wako wanatusikiliza, na ni kazi yetu kusema kwamba Operation Saidia Mzalendo bado inaendelea. Na kama iko inaendelea, kipindi hiki pia ni kipindi kigumu vile vile, tunahitaji ushirikiano wa kila mtu ili tuweze kufanya kile ambacho kinastahili kufanya. Ndugu zetu kule kwenye tulikuwa uwanja wa mapigano wanasema wanahitaji mahema, na tulipiga hesabu hapa kwenye kipindi cha habari na maelezo kiwa na Roger Seko, na tukaona tuanze kwanza na hema 12, hema 20, na hema moja ni dola 15. Kwa hiyo dola 15 kwa hema moja. Yes, hema 10 inakuwa ni dola 150, na hema 20 inakuwa ni dola 300. So tunahitaji hiyo kitu ili tuweze kuwapelekea ndugu zetu kule, na pia tutaweza kuchangia kununua hata impermeable zile juu ya mvua, maana tupo kwenye wakati mgumu. Kipindi hichi sio kipindi cha kulala tena. Unajua hii makoro ya Washington isifanye watu tukalala na tukajisahau kwamba tunatakiwa tuendeleze harakati. Kwa sababu unaweza kuona watu wengine wanasahau kabisa harakati na wanaanza kulala. Kwa hiyo hii inakuwa sio idea nzuri, kulala na kusahau harakati, na lazima tuungane wote kwa pamoja ili tuweze kusongesha ile kitu mbele. Baadhi ya wananchi wako wanakimbia kutoka Kamanyola, tena wanakimbilia Rwanda. Unaona ile mabombe yenye iko naanguka Kamanyola ni mabombe yenye iko natupwa na M23. Mabombe yenye iko naangukia Bugarama ni mabombe yenye iko natupwa na jeshi letu la FARDC pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi. Mabomu ambayo yako yanaangukia pia Burundi ni mabomu ambayo yanatumwa na jeshi la Rwanda kwa ajili ya kujaribu create panic. Donc tuko mwile confusion. Na kitu kingine kule maeneo ya nyanja za juu, najua watu walikuwa wanaulizia hili swala kwamba nini ambacho kiko kinaendelea kule kutokana na vita yenye ilisikika dhidi ya magaidi wa M23. Watu wanasema kwamba Rurambo ilikuwa magaidi waliweza kupita wakafanya kama kawaida yao debordement kuingia Rurambo, lakini ukweli ni kwamba Rurambo, Lubarika
Kaziba, Kamanyola, vyote viko salama kabisa baada ya ukombozi kutoka kwa wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maneno ambayo mko unasikiza watu wako wanawadanganya ni maneno ya uongo. Habari kamili ndio hizi ambazo ziko hapa. Kufuata mitandao ya kijamii ya magaidi wa M23 inakuwa pale kwa ajili ya kuweza kudanganya, na pia inapoteza matumaini ya watu ambao wako wanasimama kwa ajili ya kutetea taifa lao. Lakini kiukweli, kutokana na taarifa ambazo mimi niko nazo, ni hizo ninazokupa hapa sasa hivi. Maeneo tajwa Kaziba Centre, Kamanyola, Lubarika, Rurambo iko mikono ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Nikisema Kamanyola, simaanishi kwamba Kamanyola Centre. No, siwezi kuambia hivyo. Kwa sababu kinachosubiriwa Kamanyola ni kufanya ratisaji tu, ndio kinasubiriwa. Nafikiri kama uko na ndugu yako Mkamanyola, na rudi tena, hebu muulize, ushaona M23 Mkamanyola Centre? Ama ushaona M23 kunazunguka Mkamanyola? Muulize tu hivyo akwambie. Akikwambia ndio, kisha njoo sasa unanikiwa mbele wane. Ndugu yangu Kamanyola nilimuuliza, aliniambia aliona M23 kunazunguka Mkamanyola. Kama abiko ku frontier ya Bugarama na Kamanyola, haya basi utasema sasa Baraka One TV unatupeleka wapi wana? Lakini ukweli ambao niko nakupa ndio huo hapo, na ni kitu ambacho wengi watakuwa hawezi kukijua. Sisi tuko Kamanyola, na Kamanyola ambayo tuko hatukuweza kuingia katikati ya Kamanyola ama kusonga maeneo ya Bugarama Mkamanyola kwa sababu za kiusalama zaidi. Ushelewa? Kwa sababu ya kiusalama zaidi. Baada ya hizi siku kadhaa kupita, ndo tutasubiria sasa kufanya ratisaji ili kuona nani yuko, nani anajificha, yuko wapi na nini kiweze kufanyika. Lakini mabombe ambayo iko inatupwa kutoka Bugarama ndio iko na create panike Mkamanyola na kusababisha baadhi ya watu kuanza kukimbia, kisha wanakimbilia tena Rwanda. Na wale wenye moyo mgumu wanaamua tu kuvunga pale pale, kusema kwamba hakuna jinsi kupita Mukatogota kwa sababu mabomu yako yanakuja yanapita hadi Kamanyola, mengine yanaangukia, mabomu mawili yameangukia ngambo ya juu ya Luvungi. Ushelewa? Hiyo hatuwezi kusa kusema. Lazima tuiseme. Lakini kuanguka kwa bomu haiko kwamba ndo kushindwa kwa jeshi ama ndo magaidi kuwa wamejichukulia ushindi. Hapana. Ushindi ni kitu kingine, na pia kupiga mabomu marefu ni kitu kingine. Kitu ambacho utakiweka mwakili tu hapa ni kwamba jeshi letu liko vizuri, wazalendo wako vizuri, na wanaendeleza kazi zao vizuri bila kuwa na shaka yote. FARDC walifanikiwa kuangusha drone ya kamikaze ya M23. Unaona hizo hapo, na hao ni ndugu zetu waza. Na hicho ni chombo ambacho walifanikiwa kukiangusha. Na pia unaona hiyo silaha yenye iko inapiga kwa kasi kubwa. Hizo ndo zile bunduki ambazo ziko ngambo zote mbili. Sisi tuko nayo na wao pia wako nayo. Sasa sisi tumefanikiwa kuchoma ya kwao. Unaona? Tumefanikiwa kuchoma ya kwao. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kinatupa ushindi na kinatupa nguvu. Kwa hiyo kinachobaki tu hapa ni kuona nini ambacho kinaendelea. Wao wa respecte CCLF, wasi respecte CCLF. No, sio ile haituhusu. Kitu tutafanya ni kuzidi kusonga mbele. Tutakuja kusikiliza ujumbe mmoja hapa ambao ni ujumbe mzito na ni mgumu pia. Na inakuwa ni ngumu kumeza. Usisahau kwamba ni muda ambao unakuwa unasikiliza Makavu Live leo siku ya Jumamosi. Kwa hiyo siku ya Makavu Live ni kuvumilia. Mtu anafunguka kile ambacho anaona kiko sahihi, kinaweza kuleta mabadiliko yote ile, anakizungumzia na unakuwa unapata nini ambacho kiko kinaendelea. Kwa hiyo kwa upande wa vita Kamanyola na Katogota na sehemu zingine, hizo ndo harakati ambazo ziko zinafanyika. Wala hakuna tatizo lolote, ni vile tu kwenye uwanja mapigano tatizo alikusagi, lakini wananchi wa Luvungi hawajakimbia. Wenye kuwa natoka ni wamoja wanatoka ili kuepusha yale mabomu. Lakini kusema kwamba wanakimbia juu M23 inafika, hiyo ni uongo.
Unaelewa? Huo ni uongo. Hawakimbii kwa sababu M23 inaingia, ila wanaepusha kwanza yale mabomu ambayo yako yanatupa, kwa sababu M23 iko inatupa ndo mabombe kwa wananchi. Haiko inasema kwamba ipigane na wanaume wenzao. Iko natupa mabomu kwa wananchi. Na utakuja kuelewa kitu kimoja. Uone kwamba nchi hii watu wanapenda taifa lao. Mkongomani kiukweli. Nimekuja kugundua kwamba Kongole kumbe anapenda taifa. Wakati tuko tunaenda huko kuplane, gisi nilienda huko. Tuko na wazalendo. Uko na mzalendo iko na kupokea na furaha kubwa. Kuona gisi unakuja kumtembelea kwenye uwanja wa vita. FRDC anakuona na furaha kubwa. Anakupokea kama ndugu yake, unakuja kumuona kwenye uwanja wa vita. Ukimletea pakea ya sigareti, anafurahia sana. Ushaelewa? Kile ni marke sana ni nini? Wananchi wa hii village yote kuanzia huku, kuanzia tu hapa Kiliba kuendelea hivi. Sasa yuko naona makonvo ziko zinaenda kule kufro, wako wanapiga makofi kushangilia mubarabara. Unaona? Wanashangilia mwende, wanawatia nguvu. Mungu awasaidie, Mungu awatangulie. Tuko na waombea huku nguvu ya pamoja, Mungu awatie nguvu, mwende mpungute uwe mshenzi adui. Unaona baraka ziko zinatoka fasot. Tujiulize, wakati RDF inatoka Rwanda ikija huku, wako wanapata hizo baraka? Hakuna. Lahana ndio iko nakuwa juu yao. Na nataka nizungumzie hapa, lakini tutakuja pia kulizungumzia vizuri sana majira ya saa 9. Ili swala la wanajeshi zaidi ya mamia. FARDC wamesema wamewakunguta magaidi wa M23 zaidi ya mamia, yani mamia. Unaona? Mamia ya M23 walipoteza maisha. Kisha sasa M23 wanakuja na wao wanatoa taarifa yao nyingine. Wanasema kwamba wamewakamata wanajeshi 118 wa jeshi la Burundi, kitu ambacho ni uongo mtupu. So wanafanya confusion kwa kile ambacho sisi tumewafanyia. Sasa wanaona hapana, ili kuweza kutuliza majungu na kuwatia morali wanajeshi wao, wanatoa idadi ambayo ni fake. Unaona hii vita M23 iko natoa matakwimu fake sana. Kwa hiyo wala hata ile taarifa mnasikia, nimeona ni vizuri nigusie kwanza hapa, kisha nitakuja kutoa details zaidi majira ya saa 9. Kama ni habari fake. Hakuna wanajeshi 118 wa Burundi ambao walikamatwa. Hakuna idadi ya kusema kwamba ni idadi ya ajabu ya watu ambao wamepoteza maisha kwa upande wetu. Hapana. Mnajua sisi kupigana yetu ukweli hatupotezagi maisha ovyo ovyo. Nafikiri mnajua, mnaelewa, sio mara ya kwanza. Ni watu ambao tuko na kitu cha kipekee ambacho kinatufanya tuzidi kuwa imara na kuendelea kufanya harakati zenye kustahili. So hiyo ndo ambayo ilikuwa iko nafanyika kwa upande wa vita hapa maeneo ya Ruzizi. Nikisema tu nigusie kidogo kuhusiana na maeneo mengine ya Rurambo pamoja na Kaziba. Huku pia nikishuka maeneo ya Nyangezi na kwenyewe, na nikienda pia Kabare, ni kwamba ngambo zote hizo zote ambazo ulisikia kwamba sisi tulianzisha mapigano, hakuna fasi kwenye M23 isha kuja kunyang'anya. Hakuna. Tuliwapiga, tunawatoa na tuko pale mpaka leo hii. Sio kama ndiko naeleweka. Na tuko pale mpaka leo hii. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Nikigusia ili swala la koro ya kati ya RDC na Washington, tofauti na hii ya Congo na Rwanda, kuna ingine inaitwa accord ya sécurité, accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Hiyo imepita. Sasa kuna accord ingine ya USA pamoja na Congo kuhusiana na vita, masuala ya ulinzi. Masuala ya ulinzi. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la heri sana kuona kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani wameweza kusaini mkataba wa ulinzi, na mkataba huu sio ule mkataba ambao ulikuwa unasemekana kwamba
Kongo naenda kuuzisha maminere yake kwa Etazini. Kongo naenda kulivre kila kitu kwa Etazini, naona. Tofauti na hivyo kuna mkataba wa ulinzi ambako tutakuwa tunapata ulinzi kutoka katika shirika la ujasusi la Marekani, kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa Marekani. Na hivyo itatusaidia pia kuweza kukuza intelijensia yetu, sababu tunajua sisi tuko na watu wa ulinzi ambao hawajui umuhimu wa kazi yao ni nini. Unaelewa? Ukasikia mtu kunajitapa mbele watu, mimi niko anerwa, mimi niko agent wa security interne, sijui niko mpelelezi. Mpelelezi ajitapagi, mpelelezi ajitapagi. Kwa hiyo kinachofanyika hapa sasa hivi ni hivyo. Tutegemee sasa Kongo kuweza kuchukua ukurasa mpya na kuweza kusonga mbele kimaendeleo zaidi, na watoto wa nchi hii wataendelea kunemeka na mazuri ambayo yako yanakuja huko siku za usoni. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP baba la baba mzee wa Ngwasuma. Nikupe nafasi hii uweze kusikiliza ujumbe huu mzito kutoka Baraka One TV. The Secretary and the Foreign Minister are signing the Memorandum of Understanding between the United States and the Democratic Republic of the Congo concerning an expanded security partnership. This MOU forms part of the strategic partnership established between the DRC and the United States and is intended to strengthen defense and security cooperation. The MOU sets out a general framework for cooperation in the areas of security, defense, and protection of strategic infrastructure and assets. Congratulations. This concludes the proceedings. Jambo Baraka One TV pamoja na wakongomani wote na FARDC wazalendo, jeshi la Burundi, big up sana kwa kazi ambayo mnayofanya. Sana big up sana. Nashukuru sana na tunaombea Mungu awabarikie. Mufike kila sehemu pote sawa. Na jambo langu la kwanza, tunawaambiaka kila siku, venema yetu tunaambiaka, huyu Uganda sio rafiki yetu. Huyu Museveni ni adui yetu. Tunawaambiaka, lakini tunachelewaka kuona au tunakionaka, lakini tunachelewaka kufanya action. Tunachelewaka kufanya matendo. Juu kwamba kitu cha kwanza, Uganda inajuaka kuleta majeshi yake Mkongo, inatuombaka ilete majeshi kupiga UPDF, kupiga ADF, maadui wake. Lakini wakati kuleta majeshi Mkongo, inapitaka kumupaka gani? Na ule mpaka, jeshi gani ambayo linalinda mpaka huo? Jeshi la Kongo, jeshi la Uganda. Mpaka gani? Juu kwamba inaletaka majeshi inayo mpaka ambayo inapitaka ndani kutoka Uganda kuingia Kongo. Sasa ule mpaka unachungwa na jeshi la wapi? Ni M23, ni jeshi la Uganda, ni jeshi la Kongo. Alafu ndio bakaingia ndani ya Kongo. Mnaona mpaka wa Bunagana, Uganda ndio ilifunguaka. Pesa zenye zinatokaka Bunagana pale, franga zinatokaka Bunagana, zinaendaka wapi? Zinaendaka upande wa Kongo, zinaendaka upande wa Uganda. Juu kwamba pale Bunagana kwa mwaka kulikuwa kunatoka milioni dolari sijui 250 za dolari kila mwaka. Sasa hizo franga zinaendaka wapi? Kwa upande wa Uganda, kwa upande wa Kongo. Lakini wakongomani tukue macho na Uganda, huyu Museveni.
Tuko pamoja. Yeye ndo alifungua mpaka Bunagana, mpaka wa Bunagana unafunguliwa, watu wanaingia Bunagana, wanaingia Uganda, wanaingia Bunagana, vitu vinaingia Uganda. Tuko pamoja. Tukue sana makini na huyu Museveni. Mimi niliwaambiaka huyu Museveni ndio ADF. Akifika kule Mkongo anavua mapine, wakati wakaingia adui anapata nguvu. Wanampatia vifaa, mabunduki, wanampatia franga, chakula, kila kitu. Alafu adui anaanza kuua watu Mkongo. Na ni Museveni ndio ADF, ndio Kodeko. Kodeko Thomas Lubanga iko hapa Uganda. Aishawahi kumkamata. Alafu amkamata mpatie Kongo. Mbona Tanzania ikamataka Jamilu Mukulu ikampatia Uganda? Anasema Museveni anasema Jamilu Mukulu ndio alikuwa kama mkubwa ya ADF. Balebele wa ADF. Lakini bashamkamata, balimkamatia Tanzania, Tanzania ikampatia Uganda. Uganda balimfungaka Jamilu Mukulu. Jamilu Mukulu walimfungaka mpaka sijui miaka 10 iko mahakamani, habataki kumleta mahakamani kusikiliza kesi yake. Juu kwamba walimletaka mahakamani mara moja, akasema kwamba walikuwa kama wamemtosha mahakamani. Akasema kwamba mie ndio Jamilu Mukulu. Lakini wanasema kama mie ndio mkubwa wa rebeli. Jamilu Mukulu ndio alikuwa kanaongea hivyo. Akasema mie sio ndio rebeli wa ADF, Museveni ndio rebeli wa ADF. Ndio analipaka na franga. Kutoka aliongeaka hiyo neno, habamlete mahakamani, wanaogopa, wanajua kwamba atataja siri. Kwa nini hamulete mahakamani? Miaka 10 yote iko kurimandi. Miaka 10 iko kurimandi. Habataki kumleta mahakamani. Museveni ndio mwenye ADF, ndio mwenye M23, ndio mwenye Rwanda. Juu kwamba Museveni ndio aliwekaka Kagame kukiti. Kagame alikuwa kasoda ya Museveni. Mtu mwenye alikuwa kanda kuwa president ya Rwanda alikuwa Fred Rejema. Fred Rejema akikufa wakati huo Kagame alikuwa kwa masomo, iko nasoma Amerika. Kosi hizi za basoda Museveni alimsumaka Amerika aenda asome. Fred Rejema wakati alikufaka mvita, Museveni akaita Kagame akamwambia kwenda Rwanda ukue president wa Rwanda. Na Rwanda ni ya Museveni. Ukipiga Rwanda unakuwa unapiga Museveni. Museveni ndio yani balebele wote. Tena Museveni ndio mwenye East Africa. Basi badanganye, basi wafanye nini? Sudani inamuita huyu baba yetu. Kenya huyu ni baba. Tanzania huyu ni baba. Na Tanzania naye inamuita baba. Basi badanganye. Tuko pamoja. Somalia baba. Wanaanza kuingiza na Ethiopia. Nao bakuje watu huku kwetu. Tuko pamoja. Lakini Museveni ndio adui. Museveni bajeshi yake batoke kule Ituri. Sasa mnaanza kuona wanaanza kuvamia kambi za FARDC. Wanaanza kuzivamia. Jenerali Kashama afanye kazi mbinu yote bapiga hapa basheni. Mimi niliwaambiaka hapa watu wakaona mnaenda kupiga Bukavu, mnaenda kamata Goma. Sasa pale wanajua saa hiyo mtatokea Rwanda. Hapo sasa nabo bataanza vita. Sasa wameanza, UPDF inaanza sasa. Itajitosha nayo ianze vita na Kongo. Tuko pamoja. Balishaga bulana mapalti. Rwanda iliweka nataka ichukue Nord Kivu na Sud Kivu. Uganda ichukue Ituri sijui na Beni. Tuko pamoja. Uganda ichukue pale, ichukue mali yetu, ichukue na ile petroli ya Lake Albert. Tuangalie sana Lake Albert. Tunataka na ile Lake Albert. Petroli yetu biko nataka kuichukua. Pale Lake Albert tuangalie sana. Juu kwamba hii petroli ya Uganda, huyu Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine alishaenda huko akistaki mastaka. Alibambiaka bazungu hii petroli ya Uganda cha kwanza hawajalipaka watu franga zabo kwenye ile pipe ya petroli kwenye itapita. Kubalipa franga kwa ile madongo yao. Cha pili, ile pipe itakuwa inapita mu game park za minyama. Tena ile pipe inakuwaka juu. Tena wanafungaka kwa waya za kura. Juu kwamba ile pipe inakuwaka chuma, ile petroli ya UK ianze kutembea. Tuko pamoja.
Pakasema kwamba inaweza kuua maminyama za misitu, kila kitu zinaweza kuua maminyama za porini. Tena bazungu kuua mambo ya minyama ya porini, bale mnawaua. Habatakake hivyo kuua maminyama, bakistope. Na walikuwa kanataka tena baipitishe mu maji, bakasema kwamba vile masamaki vitu ya mu maji yote zitakufa. Bakaistope kwanza. Hiyo mafuta ya petroli ya kule Bunyoro yenye kuya hivi pipe kukuya Tanzania, bazungu walishaistope. Huyu baby wine aishastaki huko kwa bazungu. Sasa viko nataka ile yetu ya Ituri. Bake katalia kule nabo mbabombalde. Sasa vile mlikuwa mnabombalde makariere za Mahoro. Hatutaki hapa chukua hata kitu kimoja. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu wa saa 9 hii. Mengine tukutanane majira ya saa 6 hii. Kumradhi, tukutanane majira ya saa 9 ambako tutakuwa tuko na mengi ya kuzungumzia. Tuko na seri hii ya vita. Unajua vita hii kuna pamba moto na kuna mambo mengi na kuna siri nyingi pia ambazo unastahili kuweza kuzijua kulingana na hali yenye kunaendelea kwenye uwanja wa mapigano, na siri zile za ndani zaidi zile ni zetu, hautozijua, lakini hizi zingine za kawaida kuweza kufafanulia baadhi ya vitu jinsi viko vinaendelea ili kuweza kuepukana na wachochezi wa hovyo. Tunakuwa tuko hapa kwa ajili ya kukupa hizo taarifa kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Bye bye.